Yes, mtazamaji wa Mtaani TV, tupo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere kuhakikisha kwamba tunashuhudia ukaribisho wa Starboy, nyota wa kimataifa wa timu ya taifa ya Uganda na klabu ya Vipers. Alan Okello, wao wanamuita Starboy, nyota ambaye anatua nchini mida hii kujiunga na timu yake mpya ya Yanga Africans, mabingwa wa soka Tanzania bara wa nchini Tanzania, Dar es Salaam. Na Alan Okello tunafahamu kwamba dili lake kutoka Vipers kujiunga na Young Africans limekamilika juzi, mahali ambapo Young Africans walikubali kulipa bilioni 1 za Kiganda za Uganda, Ugandan shilling bilioni 1 ambazo kwa Tanzania ni kama milioni 750 za kukamilisha uhamisho wa nyota huyo raia wa Uganda ambaye anajiunga na Young Africans akiwa ametoka kufanya vizuri katika timu ya taifa ya Uganda kwenye mashindano yale ya CHAN pamoja na mashindano ya CAF, licha kwamba timu yake taifa ya Uganda ilitolewa katika hatua ya makundi. Lakini pia anajiunga na Young Africans Alan Okello akitokea Vipers ya Uganda, mahali ambapo msimu uliomalizika alikuwa ndo mfungaji bora wa ligi kuu ya soka ya Uganda, Ugandan Premier League, akiwa na magoli 19. Lakini pia katika tuzo ambazo zinatarajiwa kutoka hivi karibuni, bila shaka yeye ndo atachaguliwa kuwa MVP wa msimu kwa sababu alikuwa na msimu bora sana au mwaka 2024 2025. Alan Okello kwa kifupi tu ni nyota ambaye amekuwa na rekodi nzuri za kuvutia tangu ameanza kuibuka katika soka la Uganda akiwa bwana mdogo kabisa na miaka 16 mwaka 2016. Na Alan Okello aliibuliwa na klabu ya KCCA, klabu ya KCCA. Hawa ndo walimuibua Alan Okello akiwa na umri wa miaka 16, wakampa debut yake katika mchezo wa kwanza ambao KCCA walicheza dhidi ya Odompiranka, na mchezo huo KCCA walishinda magoli 7-0. Na kwa mara ya kwanza Alan Okello akiwa ni mchezaji mwenye umri mdogo kwa hiyo kutokea katika ligi ya soka ya Uganda miaka 16, alitengeneza rekodi ya kufunga hat-trick katika mchezo wa ligi kuu ya soka ya Uganda akiwa na umri wa miaka 16 pekee. Na baada ya hapo kufunga hat-trick katika mchezo wa Odompiranka ambapo KCCA timu yake ilishinda magoli 7-0, Alan Okello aliblow out kwa mchezaji ambaye anazungumzwa sana nchini Uganda, lakini pia Afrika Mashariki ikaanza kumfahamu na timu nyingi zikaanza kumfuatilia. Na ikushangazi kusikia rais wa Young Africans Engineer Hersi Said anakuambia ameanza kumfuatilia Alan Okello akiwa bado na umri mdogo wa miaka 17, mahali ambapo alianza kuiwakilisha timu ya taifa ya Uganda under 17, under 20 katika mashindano yale ya Kosafa na katika mashindano yale ya Sekafa ambayo kuna mwaka 2018-19 alifanyikia nchini Uganda. Alan Okello pia naye alikuwepo katika kikosi cha timu ya taifa ya Uganda ambacho kilicheza mashindano hayo ya Kosafa. Na Alan Okello ni mchezaji ambaye anakuja nchini akiwa na tuzo nyingi binafsi. Mwaka 2019 alichaguliwa kama ni mchezaji bora wa Uganda wa Airtel Ugandan Premier League, Ugandan Player of the Year. Na mwaka 2017 pia alichukua tuzo ya mchezaji bora kijana, Teenagers Player of the Season, akiwa pia na kikosi cha KCCA. Lakini baadaye alikuwa na msimu mzuri sana hapo, akapata move ya kwenda nchini Nigeria katika timu ya Paradu, lakini hakufanya vizuri. Ndo baadaye akawa amerejea katika kikosi cha Vipers nchini Uganda, akasaini mkataba wa miaka 3. Na msimu wa mwaka jana ndio ulikuwa msimu wake bora kwenye kariera yake ya ligi, katika kariera yake ya ligi kuu nchini Uganda, akifunga magoli 19 na kuwa top scorer wa ligi ya Uganda na pia kuisaidia timu ya Vipers kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini Uganda. Overall Young Africans wanampata mchezaji ambaye licha ya umri wake miaka 26 mwaka huo 2026 na timiza miaka 26, lakini mchezaji mwenye uzoefu mkubwa kwa sababu ameshacheza kwa muda mrefu katika ligi ya Uganda akiwa na KCCA tangu mwaka 2016, na ana mchezaji mzoefu pia, kitu kingine ambacho anaenda kunufaika nacho Young Africans kwa sababu amecheza katika ligi ya Uganda kwa muda mrefu kama nilivyokuambia, lakini pia ni mchezaji ambaye ana ile international status, ameshacheza mpaka nje soka la kulipwa nchini Nigeria akiwa na kikosi cha Paradu. Lakini pia Alan Okello ni mchezaji pia wa kimataifa wa timu ya taifa ya Uganda, kama nilivyokuambia awali kwamba amewahi kuiwakilisha Uganda Cranes katika mashindano mbalimbali ya AFCON, Sekafa, lakini pia mashindano mbalimbali kama ya CHAN. Na tunafahamu CHAN iliyomalizika East Africa msimu uliomalizika mwaka 2025 alifunga magoli mawili akiwa na timu ya taifa ya Uganda. Na overall kwa sasa hivi amecheza mechi kadhaa na tayari ameshafunga magoli 6 akiwa na timu ya taifa ya Uganda the Cranes. Alan Okello
Ni mchezaji ambaye anakuja Young Africans akiwa pia na caliber ya mchezaji mkubwa, ile big name player. Ni mchezaji ambaye anakuja na ile status ya ukubwa, kwa sababu huyu ukiachana uwezo wake na records ambazo amezitengeneza individually, lakini ni mchezaji ambaye ni mshindi. Young Africans wanapata mchezaji mshindi kwa sababu tayari ana mataji matatu ya ligi kuu ya soka ya Uganda. Amechukua mataji mawili akiwa na KCCA, lakini pia amechukua taji moja akiwa na Vipers, mabingwa wa ligi kuu ya soka ya Uganda msimu wa mwaka 2024 2025. Kwa hiyo unampata mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana individually, ambaye anaweza kutengeneza magoli na assist, lakini pia unampata mchezaji ambaye ni mzoefu, lakini pia ana ile winning mentality kwa sababu ameshashinda vikombe. Yes, mtazamaji wa Mtani TV, tupo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere kuhakikisha kwamba tunashuhudia ukaribisho wa Starboy, nyota wa kimataifa wa timu ya taifa ya Uganda na klabu ya Vipers. Alan Okello, wao wanamuita Starboy, nyota ambaye anatua nchini mida hii kujiunga na timu yake mpya ya Young Africans, mabingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wa nchini Tanzania, Dar es Salaam. Na Alan Okello tunafahamu kwamba dili lake kutoka Vipers kujiunga na Young Africans limekamilika juzi, mahali ambapo Young Africans walikubali kulipa bilioni 1 za Kiganda ama za Uganda, Ugandan shilling bilioni 1, ambazo kwa Tanzania ni kama milioni 750 za kukamilisha uhamisho wa nyota huyo raia wa Uganda ambaye anajiunga na Young Africans akiwa ametoka kufanya vizuri katika timu ya taifa ya Uganda kwenye mashindano yale ya CHAN pamoja na mashindano ya CAF, licha kwamba timu yake taifa ya Uganda ilitolewa katika hatua ya makundi. Lakini pia anajiunga na Young Africans Alan Okello akitokea Vipers ya Uganda, mahali ambapo msimu uliomalizika alikuwa ndo mfungaji bora wa ligi kuu ya soka ya Uganda, Ugandan Premier League, akiwa na magoli 19. Lakini pia katika tuzo ambazo zinatarajiwa kutoka hivi karibuni, bila shaka yeye ndo atachaguliwa kuwa MVP wa msimu, kwa sababu alikuwa na msimu bora sana wa mwaka 2024 2025. Alan Okello kwa kifupi tu ni nyota ambaye amekuwa na rekodi nzuri za kuvutia tangu ameanza kuibuka katika soka la Uganda akiwa bwana mdogo kabisa na miaka 16 mwaka 2016. Na Alan Okello aliibuliwa na klabu ya KCCA, klabu ya KCCA. Hawa ndo walimuibua Alan Okello akiwa na umri wa miaka 16, wakampa debut yake katika mchezo wa kwanza ambao KCCA walicheza dhidi ya Odompiranka, na mchezo huo KCCA walishinda magoli 7-0. Na kwa mara ya kwanza Alan Okello akiwa ni mchezaji mwenye umri mdogo kwa kutokea katika ligi kuu ya soka ya Uganda miaka 16, alitengeneza rekodi ya kufunga hat-trick katika mchezo wa ligi kuu ya soka ya Uganda akiwa na umri wa miaka 16 pekee. Na baada ya hapo kufunga hat-trick katika mchezo wa Odompiranka ambapo KCCA timu yake ilishinda magoli 7-0, Alan Okello aliblow out kwa mchezaji ambaye anazungumzwa sana nchini Uganda, lakini pia Afrika Mashariki ikaanza kumfahamu na timu nyingi zikaanza kumfuatilia. Na ikushangazi kusikia rais wa Young Africans Engineer Hersi Said anakuambia ameanza kumfuatilia Alan Okello akiwa bado na umri mdogo wa miaka 17, mahali ambapo alianza kuiwakilisha timu ya taifa ya Uganda under 17, under 20 katika mashindano yale ya Kosafa katika mashindano yale ya Sekafa ambayo kuna mwaka 2018-19 alifanyikia nchini Uganda. Alan Okello pia naye alikuwepo katika kikosi cha timu ya taifa ya Uganda ambacho kilicheza mashindano hayo ya Kosafa. Na Alan Okello ni mchezaji ambaye anakuja nchini akiwa na tuzo nyingi binafsi. Mwaka 2019 alichaguliwa kama ni mchezaji bora wa Uganda wa Airtel Ugandan Premier League, Ugandan Player of the Year. Na mwaka 2017 pia alichukua tuzo ya mchezaji bora kijana, ile Teenagers Player of the Season, akiwa pia na kikosi cha KCCA. Lakini baadaye alikuwa na msimu mzuri sana hapo, akapata move ya kwenda nchini Nigeria katika timu ya Paradu, lakini hakufanya vizuri. Ndo baadaye akawa amerejea katika kikosi cha Vipers nchini Uganda, akasaini mkataba wa miaka 3, na msimu wa mwaka jana ndio ulikuwa msimu wake bora kwenye kariera yake ya ligi katika kariera yake ya ligi kuu nchini Uganda, akifunga magoli 19 na kuwa top scorer wa ligi ya Uganda, na pia kuisaidia timu ya Vipers kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini Uganda. Overall Young Africans wanampata mchezaji ambaye licha ya umri wake miaka 26 mwaka huo 2026 na timiza miaka 26, lakini mchezaji mwenye uzoefu mkubwa kwa sababu ameshacheza kwa muda mrefu katika ligi ya Uganda akiwa na KCCA tangu mwaka 2016,
na ni mchezaji mzoefu pia, kitu kingine ambacho anaenda kunufaika nacho Young Africans kwa sababu amecheza katika ligi ya Uganda kwa muda mrefu kama nilivyokuambia, lakini pia ni mchezaji ambaye ana ile international status. Ameshacheza mpaka nje soka la kulipwa nchini Nigeria akiwa na kikosi cha Pandadu. Lakini pia Alan Okello ni mchezaji pia wa kimataifa wa timu ya taifa ya Uganda, kama nilivyokuambia awali kwamba amewahi kuiwakilisha Uganda Cranes katika mashindano mbalimbali ya AFCON, Sekafa, lakini pia mashindano mbalimbali kama ya CHAN. Tunafahamu CHAN iliyomalizika East Africa msimu uliomalizika mwaka 2025 alifunga magoli mawili akiwa na timu ya taifa ya Uganda, na overall kwa sasa hivi amecheza mechi kadhaa na tayari ameshafunga magoli 6 akiwa na timu ya taifa ya Uganda The Cranes. Alan Okello ni mchezaji ambaye anakuja Young Africans akiwa pia na caliber ya mchezaji mkubwa, ile big name player. Ni mchezaji ambaye anakuja na ile status ya ukubwa, kwa sababu huyu ukiachana na uwezo wake na records ambazo amezitengeneza individually, lakini ni mchezaji ambaye ni mshindi. Young Africans wanapata mchezaji mshindi kwa sababu tayari ana mataji matatu ya ligi kuu ya soka ya Uganda. Amechukua mataji mawili akiwa na KCCA, lakini pia amechukua taji moja akiwa na Vipers, mabingwa ligi kuu ya soka ya Uganda msimu wa mwaka 2024 2025. Kwa hiyo unampata mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana individually ambaye anaweza kutengeneza magoli na assist, lakini pia unampata mchezaji ambaye ni mzoefu, lakini pia ana ile winning mentality kwa sababu ameshashinda vikombe.